Kwa nini nawaambia hivi? Sasa hivi shetani ametumia hii notion ya uongo kusababisha makanisa ya uongo yapate nguvu. Ndio maana kuna watu wanambeba Yesu kwa namna ambayo yeye hata kuelekeza. Yaani kuna makanisa yamekuja, watu wameshamtupa Mungu Baba, Roho Mtakatifu pia wameshamweka kule pembeni, wakiamini kwa kuwa Mungu ana nafsi tatu, ukichukua hii moja umekutana na zote. Ndio bado naongea vitu vingi. Lakini siku ukienda mbinguni utaelewa nafasi. Kwa nini kuna umuhimu wa kuheshimu kiti cha rais, uheshimu na kiti cha waziri mkuu na makamu wake wa rais? Kwa nini uheshimu? Sasa wewe sema nikikutana na waziri nimekutanaga na rais. Haipo hiyo. Haipo hiyo. Haipo hiyo. Kuna vitu ambavyo waziri mkuu anasimamia ambavyo Mungu Baba kampa. Yaani Roho Mtakatifu, sawa? Kuna vitu ambavyo anasimamia ambavyo Mungu Baba kampa. Kuna vitu ambavyo anavisimamia Yesu kama neno la Mungu na mwana wa Mungu. Na kuna vitu ambavyo ni Baba peke yake. Kwa hiyo uwezo ukakutana na Yesu ukapata vyote. Hakuna, watu waga waelewi. Utatumia lile andiko, vyote alipewa Yesu ni sawa, lakini Yesu mwenyewe alisema ombeni kwa Baba yangu lolote mtakalo. Singesema niombeni mimi lolote mtakalo. Ombeni kwa Baba yangu. Mavuno ni mengi, lakini watendakazi hakuna. Muombeni Bwana mavuno. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Saliongea. Jamani, ni kweli mnamwamini Mungu. Lakini Mungu weke utaratibu. Kuna vitu you will fail hata kama mtalitia jina la Mungu mchana usiku. Hamtatoboa. Niaminini na mimi. Akakazia akasema dhambi zote mtasamehewa, lakini si ya kumkufuru Roho. Sawa? Unaweza kugombana na Mungu ukasamehewa. Unaweza kugombana na Yesu ukasamehewa. Lakini sio Roho. Kila mtu ana nafasi. Hii Trinity imefanya shetani kapitisha vingi sasa hivi. Shetani kavaa vazi la Yesu, ndio mnakaa kuabudu Yesu, kumbe mnachoabudu ni shetani tu limekaa pale. Kwa nini? Mkisha violate formula, uwezo ukafika kwenye jibu. Uwezo ukafika kwenye jibu. Wale wanaosoma hesabu wanajua umuhimu wa kanuni. Watafuta wanaosoma hesabu wanajua umuhimu wa kanuni. Yaani kanuni ile sijui x, sijui nini, sawa sawa na nini. Ukitoa kaherufi yako ufiki kwenye jibu. Haufiki, lazima tu utawekewa mkasi. Makosa. Kanuni ni kitu cha msingi sana. Mungu Baba ni Mungu Baba. Bwana wangu Yesu Kristo ni Bwana wangu Yesu Kristo. Roho wa Mungu mpendwa na kiongozi na rafiki yangu ambaye Mungu kaweka nikae naye ni Roho wa Mungu. Biblia inasema neema ya Mungu Baba au upendo wa Mungu Baba uwe nanyi. Neema ya Yesu Kristo iwe nanyi. Na ushirika wa Roho. Kwa nini hakucombine? Open up. I try to ask God, open our mind. Kwa sababu hivi vitu vinavuruga. You want to deal, maana yake ni kwamba ukitaka ushirika na Mungu, shirikiana na Roho Mtakatifu. Ukitaka neema kwenye maisha yako, connect yourself with Jesus. Ukitaka upendo wa Mungu ufunike, connect with God. You have to know
kwamba Yesu Kristo ukikutana naye alichoshika mkononi mwake ni neema. Ukikutana na Mungu Baba alichoshika mkononi mwake ni upendo. Ukikutana na Roho Mtakatifu alichoshika anataka akae na wewe. Mwe marafiki. Na yeye ndo atahakikisha unakaa na Mungu. Yeye. Okay. Wanaokorogeka wakorogeke tu, kwa sababu kutibu akili ya mtu inabidi kwanza ubomoe kale ka ukuta kwanza kale. Halafu ndio ujenge new mindset. Katikati hapo kumetokea mafundisho mengi sana, ndio maana anatufuga. Ndio maana Roho Mtakatifu sasa hivi hawezi kukaa na nyie kwa sababu ya impurity kwenye mindset. Mnamkataa bila kujua kama mnamkataa. Ndio maana kuna madhehebu wanaamini hawaamini, yani wanaamini ukisha kuwa na Yesu basi you don't need the Holy Spirit. Kisha kuwa na Yesu basi, kwa sababu kuna Trinity, Roho Mtakatifu anakaa ndani ya kupitia Yesu. No mzee. No. Mungu Baba aliupenda ulimwengu akamtuma Yesu. Alivyomtuma Yesu wakakaa naye miaka 30 duniani. Alivyomaliza kazi akamwambia mimi narudi kwa Baba, subirieni ahadi hapa. Wakakaa siku moja, Roho Mtakatifu akaja. Hello. I wish watu tungeelewa hii concept. Ya kwamba Yesu ana nafasi yake, alimaliza ya kwake, akarudi mbinguni, akakaa mkono wa kuume wa Mungu Baba. Ndio maana wewe hata ukisema una Yesu, ni kweli yuko ndani yako, lakini is a picture language. That is a picture language, ni lugha ya picha. Anemwakilisha na kusimamia Yesu aweko ndani yako ni Roho Mtakatifu. Yeye kama yeye yuko wapi? Mkono wa kuume wa Mungu Baba. Hata mseme Yesu yuko hapa, Yesu, ila yuko mbinguni, hayuko hapa. Amesimamia ile image ya kwamba sisi tuna Yesu ni Roho Mtakatifu aliyetumwa na Mungu kutoka kwa zile roho zake 7 mbele ya kiti chake. Yule anasimamia. Yatosha. Tuishie hapo. Twende kwenye upande wa nyota. Kuna maswali 6 ambayo hongera sana umeyapangilia vizuri, itakuwa vyepesi sana kwa watu kuelewa. Swali la kwanza, nyota ni nini? Sio nyota hizi za angani. Nyota kwa hawa human being hawa. Na wale astrologists au wasomi wa nyota wanasemaga ziko nyota 12. Vile vitu sio uongo. It is true. Ni sisi walokole ndio waga wajinga tu kujifunza mambo ya rohoni. Tukayajua ingawa yameandikwa kwenye Biblia. Kama wale mamajusi wa mashariki, wale walikuwa ni wasomi wa nyota, waliiona nyota ya Yesu wakajua hii nyota ya mfalme. Tena huyu sio mfalme kama wafalme wengine. Huyu ni mfalme ambaye yeye ni mfalme lakini pia anaongoza wafalme. Ndio maana walizulula miezi kwenda kuiona ni mtu gani huyu ambaye anakuja duniani lakini alichobeba kitatawala na kutawala wafalme. Hicho ndio kilifanya wamtafute. Si kwa sababu ni mfalme, ni kitu cha ajabu mtu ambaye ni mfalme lakini ataongoza wafalme. Sawa? Hata kama tunakiona kwenye Biblia, hatuwezi tukamtafuta Mungu sana na kuingia rohoni kwa mazoezi ya kiroho tujue ukweli wa nyota.
hatutaki sana. Kuna makanisa hata mchungaji ukuta unajifundisha mambo ya nyota, atagombana na wewe, atakwambia wewe ni mchawi. Lakini kwenye Biblia iko ndio shida wanadamu. Kwenye Biblia ipo, wakaiona nyota. Kilichofanya Musa, tuachane na Musa kwanza, waliokuwa kwenye mji ule wa Gosheni waanze kuuliwa watoto, ni nyota ya nani? Ya Musa. Ilionekana juu, kaonekana kuna mtu anakuja ataua atavuruga, atapindua nchi. Washauri wakaenda kwa mfalme, aisee, kuna jambo. Watu wakaanza kuuawa. Walikuwa wanatafuta nyota ya nani? Ya Musa. Wakati Yesu anazaliwa watu walikufa. Walikuwa wanatafuta nyota ya nani? Ya Yesu. Ujue hiki kitu ni muhimu sana. Kama kuna mtu anaweza akazaliwa alafu watu wengine wakafa, hii kitu ni muhimu sana. Ni muhimu sana watu tuulize ni nini maana ya nyota. Hiki ni kitu gani ambacho kinafanya mtu anazaliwa tunakufa? I tell you true watoto, kuna mtu anaweza akazaliwa atmosphere na maisha ya watu yakabadilika. Kwa hiyo kuzaliwa tu vitu vyote vinapinduka, mpaka sera za nchi zinajikuta zinabadilika. Kwa nini? Shetani anaona kabla huyu jamaa hajaibuka tubadilishe sera, kumwahi huyo. Amezaliwa tu, mnashangaa bunge wanajadili, wanapush vitu, ni hamtaelewa vimetoka wapi. Kwa sababu remember my point, ulimwengu wa roho huwa una control ulimwengu wa mwili. Kwa vitu vingi ambavyo ulimwengu wa roho huwa una release, adui pia, kama ni mbingu imeruhusu hicho kitu kije, adui pia huwa anaruhusu vitu fulani viingie ili kuzuia kile kitu. Lakini pia shetani akiruhusu kitu fulani, Mungu pia huwa anaruhusu kitu ili kupambana na nini? Na kile kitu. Nyota sasa ni nini? Sawa? Nyota ni nini? Ambayo inaweza ikaonekana inang'aa. Kabla sijawaambia nyota nini, niwadokeze kitu kimoja. Ulimwengu wa mwili, vitu vingi mnavyofanya nyie, you are doing it practically. Sawa? Yani nikisema inuka au nikisema niinuke, I will just wake up. Sawa? Practically. Ulimwengu wa roho, kabla ya kufanya kitu, huwa kwanza unatoa information namna kitu kifanyike. Hii ndio tofauti watu waga hawaielewi. Hamjaelewa bado. Yani ulimwengu wa roho, ukiwa unafanya kitu, kwa sababu vitu vingi vya rohoni vinatanguliwa na ishara kwanza. Yani sasa na mtu anayeanza kuongoza kwaya, hajaanza kuimba, alafu ndo anapiga, ndio mnaanza kuimba. Ulimwengu wa roho unafanya kazi hiyo. Hii ni siri kubwa sana, itakusaidia kujua Mungu anafanya vitu vingi. Yani kabla ya Mungu kufanya kitu, huwa inaanza ishara inayotoa kila namna kile kitu kitakavyokuwa. Kwa hiyo ukienda wale wenye uwezo wa kuona rohoni, huwa kuna yani, okay, ngoja niongee hivi. Safi sana, asante Roho Mtakatifu. Mungu huwa anaanza kutanguliza kivuli, na kivuli kitakavyoonekana ndivyo kitu original kitakavyoonekana.
Ndio maana ili Yesu aje alitangulia Musa. Ili agano jipya lije na damu ya Yesu ilitangulia ya kondoo. Yaani vitu vingi ulimwengu wa roho Mungu anatangulizaga kwanza messenger. Kwa hiyo wale wenye uwezo wa kuona rohoni huwa wanaona vitu kabisa, lakini bado wakijao halisi. Kwa wao huwa wanajua kuna kitu kile baada ya muda kuna kitu kinakuja. Ulimwengu wa roho uko hivyo according to Bible. Ndio maana watu wengi mnaotaga ndoto hapa, labda nitumie hiyo pia. Maana watu bado kuelewa bado. Mnaotaga ndoto, ninaota ndoto. Sio ndoto. Scenario imeanza. Real is coming. Kitu halisi kinakuja. Kama hutakipindua, this is what is coming. Kama hutakichange, this is what coming. Kwa ulimwengu wa roho una tabia ya kutoa kwanza kitu kitakavyokuwa. Ndio maana unaweza ukawa leo hapa ukaona maisha yako ya miaka 60 ijayo. Ukaona kitu kitakavyokuwa, ukaota ukajikuta tunaota ndoto asikiwa ni mzee, umekaa kwenye kiti. Afu namka, ni mzee? Nimekaa kwenye kiti? Ili pepo hili. No, sio pepo. What is just telling you kitakachotokea. Sasa kile unachokionaga wewe kwenye ndoto, ulimwengu wa roho huwa kiko rili. Leo tulikuwa kanisani, tulikuwa tunaongelea habari za Elia na Elisha na wana wa manabii. Elia alipokuwa anatakiwa kupaa, ghafla kuna mahali alikuwa yupo akasema aende Betheli. Amefika Betheli akiwa na Elisha. Elisha anafika pale. Elia hajamwambia Elisha kwamba anapaa, ila kashapewa taarifa na Mungu anapaa. Anafika pale, wana wa manabii wanamuita Elisha. Elisha, unajua bwana wako leo anabebwa na Bwana. Nyamazeni, najua. Hakuna mtu aliyewapelekea taarifa, ila wale wana wa manabii walikuwa kwenye shule ya kiroho, wanafundishwa namna ya mazoezi ya kupenya, kuingia rohoni, kusoma vitu vinavyotokea kesho, vinavyotokea kesho kutwa, vinavyotokea miaka 10 ijayo. Wachawi, ndio maana Biblia ikasema wana wa giza wana hekima kuliko wa nuru. Ndio shida ya watakatifu. Wachawi huwa wanapiga mazoezi ya kwenda rohoni. Wewe ukamkuta Mkristo ananena kwa lugha ametulia, masaa anatafuta apenye aingie rohoni ili aanze ku access information. Uwezi ukamkuta. Uwezi ukamkuta Mkristo anapiga mazoezi akiamka asubuhi anaanza kupita kwenye ndoto. Hivi nimeona nini? Maana yake ni nini? Anaanza kudraft image. Uwezi ukakuta. Lakini ukweli unabakia kuwa ukweli. Mungu Yesu Kristo wakati anamalizia kazi yake alisema huyo roho atakapokuja atawajulisha yajayo. Muulize hapa mtu unajua gezi? Unajua ya kesho? Hujui. It is a problem. Huu ni ukweli wa Kristo. It is a problem. Kwa kawaida unatakiwa uwe na uwezo wa ku-access tomorrow. Tomorrow, yes. Kitakuwa hiki. Sio kwa ajili ya kutabiria watu. No. According to Bible, kila aliye na Roho Mtakatifu anatakiwa ajue kesho. That is a Bible and will remain be a truth. Yeye akija huyo roho atawajulisha
yajayo na atawaongoza katika njia ipasayo. Ndio maana tunafanya makosa mengi, kwa sababu hatujui concept za Mungu. Mungu alichopanga kitakuwaje hatujui. Ndio maana tunafanya rubbish za kutosha. According to Bible, unatakiwa una uwezo wa access rohoni. Una access rohoni, una draft vitu. Sasa ukienda rohoni, utakutana na uanze kumuona huyu bwana anatembea kesho hivi kwamba kavunjika mguu. Utakutana na ishara. Ndio kitu atoelewe. Rohoni hutakuta real. Kinachotanguliaga huwa ni ishara. Kwa hiyo una kazi ya kwanza kuitafsiri ile ishara ili upate real image inayokuja. Sawa sawa, Una kazi ya kwanza kuitranslate ishara. Ninaona mguu umepinda. Maana mguu umepinda ni nini? Unaanza kuset spiritually paka una catch concept. Kutakuwa kuna hiki kesho. Yesu akamwambia, enyi kizazi cha zinaa, nataka ishara. Kwani hamuioni ishara? Mbona mnaweza mkatabiri kwamba kesho kutakuwa kuna jua? Tena kesho kutakuwa kuna dhoruba na upepo mkali. Kwa nini hamuoni ishara? Mimi siwaambii isipokuwa ile ya Yona. Kamaliza. Ukweli ni kwamba ishara ilikuwepo, ila tuna shida ya nini? Ya kuaccess source. Sasa kwa nini nakwambia hivyo? Ili tupate true meaning ya nyota. Sawa Sasa huwa iko hivi. Nyota ni utukufu wa Mungu ambao unamfunika mwanadamu anapokuja duniani. Wenye kubeba huyo mtu atakuwa ni nini? Nyota ni utukufu wa Mungu ambao umemfunika mwanadamu. Wenye kubeba picha halisi ya huyo mwanadamu atakuwa nani? Atakuwa na uwezo wa kufanya nini? Ule utukufu utamweka wapi? Mjaelewa bado? Kwa watu wameelewa kidogo. Napokuambia utukufu wa Mungu is like nguvu za Mungu na uwezo wa kimungu ambao yule mtu anazaliwa nao, ambao ule uwezo ule haihitaji hata maombi. Ndio utamanuva, utatengeneza mazingira, utampa kibali, utampa nini, mpaka atafika mahali mnamuona yeye halisi. Ndio maana tunatofautiana kuongea, tunatofautiana kuwaza, tunatofautiana kubuni. Kwa nini? Kinachotutofautisha miongoni mwake, achana na dhambi. Dhambi inatutofautishaga pia na madhara yake, lakini cha pili ni nyota. Kuna mtu unaweza ukampa hela 500, kesho yake ukamkuta na shilingi 50,000. Kuna mtu unaweza ukampa 50,000, kesho yake anakuomba. Tofauti yao ni nyota. Capacity ile waga iko ndani yao. Hata ukizaliwa iko ndani yako hivi ndivyo. Epo. Ndio nyota. Sasa kiroho inaonekanaga. Kimwili au atuonaje? Ndio shida. Sawa Kiroho huwa inaonekana. Kimwili hatuioni, lakini ukiwa mjanja unaiona. Ukishajua
hii siri unaoiona, kuna mtu kimwangalia unajua ana nyota ya biashara. Unamwangalia tu unajua. Unajua ana nyota ya biashara. Huyu ana nyota ya uongozi. Huyu ana nyota ya kitu fulani. Kuna mtu ana nyota ya kazi ngumu. Yaani ndo alivyo. Na atafanya zile kazi ngumu atafanikiwa. Ila nyota yake ni ndio unasikia nyota ya punda. Nyota ya nini? Nyota wameziweka. Kuna watu wana nyota za kifalme. They are like that. Yaani yeye akija hapa, akakaa hapa. Sawa anaweza simama hapa naomba kura. Najaribu kuwafunulia mwelewa nyota ni nini. Sawa anakuja tu anakaa hapa. Kila anayemwangalia hivi, anafaa kwa chao. Anafaa kwa chao. Kila anayekuangalia anasikia ndani yake huyu anafaa kwa chao. Kwa nini? Jinsi alivyo ina determine yeye atakaa wapi. Si mnaelewa? Nyota ni kitu ambacho rohoni kinaonekana kwa ishara, lakini ni uwezo au utukufu wa Mungu ambao umemfunika mtu, ambao huo una determine huyo mtu atakuwa nani. Kwa hiyo kiukweli haihitaji hata maombi, haihitaji hata maombi. Kinachofanya tuombe ni kwa sababu kuna shetani wa kuharibu. Ila yenyewe ule uwezo Mungu aliokupa unafanyaga kitu. Okay, wewe niwaulize swali. Mtoto huwa anatungwa mimba tumboni. Nani anampelekeaga chai ili akue? Nani anampelekeaga juisi ili anenepe? Nani anamsaidiaga mguu toke? No, kuna utukufu wa Mungu au uwezo wa Mungu ambao umefunika mbegu za mwanamume na mwanamke. Zikishaungana zile mbegu zenyewe zinaanza kucontrol kipi kitokee, kipi kifanyike, kiungo kipi kije kwa wakati upi, hiki kifanyikeje, hiki kina shape ipi. Chenyewe ndio maana wale wanaofanana wanafananaga. Kwa nini? Ni mbegu moja na mbegu moja zinaungana afu zinagawanyika. Zina the same information kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo ghafla wote wanakuwa wakizaliwa wanafanana. Yaani ukiangalia hivi unachanganyikiwa tu. Mimi naitwa George, mimi naitwa Julie. Ukatoka nje ukarudi. Wakwambia mimi ni nani? Unaanza. Siwe ndio George. Siwe ndio Julie. Mjaona. Acha kabisa. Unaweza kukaa nao miaka, yani hata wazazi waliowazaa wao wanawakalili kwa kupitia alama za majeraha zile. Kuna mmoja labda kwenye ile formation tu ya kuzaliwa alipata kijeraha mahali. Kwa mzazi anakalili kile. Huyu ni fulani anaangalia kile. Huyu ni fulani anaangalia kile. Out of that, kinachowatofautishaga waga ni vyakula pia. Ukishazaliwa huyu mpeleke Mbeya, huyu akae hapa. Yule atakuwa kula vyakula vya kwake, huyu vya kwake. Sura watafanana lakini mmoja atakuwa sana, mwingine atakuwa mfupi kidogo. Au mmoja atakuwa mnene, ile ni tofauti ya vyakula. Ndio maana wewe ungezaliwa Marekani usingekuwa hivi. Ila sura ingekuwa hivi. Yaani kinachofanya kijana wangu uko hivi ni vyakula vya kwanza. Ila sura ungekuwa nayo hiyo. Kuna mtu hapa ni mrefu lakini kuna mahali ingekuwa mfupi. Kuna mtu ni mfupi, kuna mahali ingekuwa mrefu. Kwa nini? Some factors. Sasa nyota kwa ufupi ni hiyo. Ulimwengu wa roho huwa inaonekana kwa ishara. Kuna vitu wanaviona. Sio kwamba wanaona nyota inaangaza hiyo. No. Wameipa neno nyota kwa wepesi kwa sababu nyota ndio inayodetermine hatima ya mtu. Yaani mtu atangaaje, atakuwaje siku moja, atakuwa na utukufu upi,
heshima ipi? Ndio maana walitumia neno nyota, star. Sawa? Wanatumia hilo neno, lakini ukweli sio nyota kwamba ni nyota inong'aa. Walitumia nyota kwa sababu ile ndio inadetermine mtu atakavyokuwa mwisho wake. Leo hii anaweza kazaliwa mkamwona waibu mkamcheka, lakini one day mtaona jinsi atakavyong'aa kwenye cheo na utukufu ambao amekusudiwa. Kama kitoto kinavyokuwa tumboni, ndani ya siku 3 hakieleweki, ndani ya miezi 2 unakikuta kama kichura, mkia kama kachura vile. Miezi 4 kachura kanaanza kubadilika, kanaleta shape ya mtu. Miezi 9 anazaliwa mtu kabisa. Ndivyo nyota inavyokuwa, ndio sababu wakaita nini nyota. Leo hii wewe watu wanaweza kuona usikuelewe, there is day wataelewa wewe ni nani. Kinachofanya ni nyota na iko ndani yako, wa uwezo na utukufu wa Mungu. Sasa hapo alisema inaeleza kuhusu nini? Nafikiri tumeshajibu yote. Sawa Hapa tumeshajibu kwa sababu hii ndio itadetermine wewe ni nani. Yenyewe. Na ndio maana kitu kikubwa ambacho sasa kinatokea duniani, shetani anapigana na nyota zenu. Niliwafundisha lile somo siku ile Jumapili, nikwambia tafadhali mnapoenda huko nyumbani ifike mahali mzazi asikung'ang'anize kitu cha kusoma. Anakuconfuse. Kuna watu wana nyota hapa ya kuwa viongozi wa nchi, afu unaenda kusomea kuku. Utakuwa ukasoma mambo ya leadership, somehow ukasomea mambo ya siasa, political science, kwa sababu kule ndani kuna vipengele vya leadership. Halo? Na yote inabebwa nani? Na nyota. Na kuna kitu utakuwa unajisikia ndani. Unajisikia mimi bwana, I feel like. Sasa you feel like, alafu anakupeleka where I don't feel. Sisi tunataka tu. You will mess up. Kwa sababu ukishaenda kinyume na nyota yako, yenyewe ndio inaanza kugombana nawe yenyewe. Sasa umeshaanza kitu uwezo ulionao ulitaka kupeleke huku, wewe unaanza kupushwa uende huku. Kitakachotokea ni kuchanganyikiwa kwenye maisha. No more. Maisha yako mpaka unakufa hayana maana. Hayana. Ndio maana tuna watu wengi wamesoma lakini maisha yao hayana maana. Simple, wali mix na faini. Unawezaje kujua nyota yako? Nimeongea hiyo simple. Unataka kujua nyota yako? Ni uwezo uko ndani yako. Take note. Ni kitu kiko ndani yako, sio kwamba kiko nje. It is new. Kwa hiyo that's why either labda wewe umelogwa au kuna uchawi unakupiga, ndio inakuwa ngumu sana kuelewa nyota. Fanya research, jipe miaka hiyo 2. Lord, I want to know who am I. Ndio maana ya nyota. Mimi ni nani? Unakuwa unaomba, halafu kufanya tu mazoezi. Unaweza ukajikuta kuna mahali unalima lakini unajiona unaongea na watu wengi. Jamani, nchi yetu ni amani. Unajisikia tu hivyo. Jamani, nchi yetu sio ya ugomvi. Jamani, nchi yetu ina malighafi nyingi. Sisi ni matajiri. Unashtuka, mimi bwana, mimi ni wakulima tu. Lakini unakaa tena siku 2 tena unajisikia tena, jamani, unajua mkinipa kula nitawapeleka hapa. Jamani, unajua yule bwana anakosea. Au unashangaa, unamuona rais anatoa hotuba, unamsikiliza, sio jamani akili kweli. Yaani kwani singefanya hivi? Singefanya hivi. Singeenda hivi. Hiki singekiweka hivi. Mbona kingekuwa vizuri? Afai huyu bwana huyu. Unajisikia tu hivyo ndani yako. That is your star. Bado hamjaelewa. Yaani unaanza kunoti, probably mimi ni kiongozi, ndio maana najisikiaga hicho kitu.
Mfano mimi niwaambie ukweli. Mimi mtu alikuwa akikaa akianza tu kuhubiri, yani mimi mtu tu akishika Biblia akaanza kuhubiri. Kwa mimi nasikiliza vitu viwili. Hata nisipende, hata nipende. Ndio maana mimi kuna redio sisikilizi. Nikishafungulia tu hivi, anahubiri neno la kwanza la pili, najua huyu hafai kuwa mchungaji. Funga. Sio mchungaji. Kwa nini anadanganya? Hivyo sio Biblia inasema. I feel it from within. Yani mimi nikikusikiliza, kama wewe ni mchungaji, I will know you're a pastor. I know. Kwa nini? I'm a pastor. That is my makeup. I'm a pastor. Yani ukifungua tu mdomo ukasoma andiko la kwanza ukatafsiri, I know this is a true pastor. I know. Haitaji kwenda shule. Why? I was born as a pastor. And that is what is in me. Hata mifupa yangu ni pastor. Nikikusikiliza najua wewe ni mwongo. Ndio maana wachungaji wengi sasa hivi ni watu waliopoteza tu ajira wakaamua kuingia kwenye uchungaji. They are not a pastor. They are not. Yani nikikusikiliza, you are not. Yani najua kabisa huyu ni pastor. Huyu no. Not a pastor. No pastor here. No pastor here. Ni mtu tu aligushi. Au hata kama basi Mungu alimweka basi kwa sababu alipotea njia akaona amweke kwa kilaka. Lakini not truly. Not truly. The same mfanyabiashara. Kwa mfano ukikaa na mke wangu ndio utajua kwamba huyu ni mfanyabiashara. Utajua tu. Yaani ukikaa naye tu kama mwanzo unajua huyu mfanyabiashara original. Mbona hilo? Ndio maana hata kasoma Biblia utajua sifa za mfanyabiashara. Kwanza, mfanyabiashara ni mtu ambaye hachekagi kwenye kazi. Very serious. Hiyo ni sifa ya kwanza mfanyabiashara. Kitu hasara kwake ni sumu mbaya ya kumuua. Kwa hiyo wanakuaga hivyo. Hacheki kwenye biashara. Cha pili, huwa hana utani kwenye hela. Hivi unajua kuna mtu anapika hapo uji chupa zake 2. Anamuuzia wa kwanza, wa pili anakuja anampa. Chukua unywe. Watatu kuja chukua unywe, sio mfanyabiashara. Mfanyabiashara hawezi akachukua uji akakupa hivi. Anauza uji akupe. Njoo nyumbani utakunywa uji. Hapa leta hela. Hamjaelewa bado. Nyumbani njoo takupikia uji unywe. Tena huu, lakini huu nilioleta hapa, leta hela. Na hana utani, lazima hela utoe. Wewe ndio mfanyabiashara. Ukiona mtu yeye ni mtu sawa tu, chukua tu, wewe nyota yake sio biashara. Hao wengine ukuta nyota zao ni wafugaji. Akanunue mahindi ana utoaji atawapa kuleni. Yaani ni mtu. Hao ndio unakuta wengine ndio kama mchungaji. Kwa ni mtu ambaye anawapa watu tu. Nyota huwa inadetermine maamuzi, mawazo, ni kila kitu. Ndio maana ni rahisi kujua nyota yako kwa sababu huwa ina control mawazo, maamuzi, mipango, misimamo, kila kitu huwa kinakontroliwa na nini? Na nyota. Madhara ya nyota, madhara ya nini? Kuibiwa. Moja, cha kwanza kabla hapo nyota huwa inaibiwa kabisa. Inaibiwa. Ni kile kitu anakichomoa ndani yako kwa sababu kinachomoka, kinabebeka. Kumbuka nimekwambia ni utukufu. Ni nguvu iliyoko ndani yako. Ni nguvu. Hubiri wa sasa hivi waoga. Alafu eti ni hubiri. Chambwembo wewe. Nyota kuna mtu ni jasiri, yani hata umwambie unamuua, anakuambia ua, lakini sitabadilisha pointi. Ndio nyota hiyo. Yani kuna mtu unaweza
nakuwa anakwambia uwa, but I will never change what I said. So sasa ile kuna watu wanaiba kabisa, wanaichomoa ile. Unamshangaa mtu alikuwa jasiri jana, leo kashakwa kashaibwa nyota, au wameshaikologa nyota. Kuna kuikologa, kuichafua, wanaivuruga, inachanganyikiwa ndani yako. Kwa ghafla mtu alikuwa jasiri, sio jasiri tena. Alikuwa ni mtu amesimama, anakuwa mwoga. Wameshakologa. Hiyo inaitwa kuchafua nyota. Kuiba nyota mara nyingi sana watu wanabakiaga mazuzu. Yaani ndio wale unakutaga anabakia kama mandondocha, lipo tu. Wale imeshaibiwa. Kwa anabakia kama limzigo. Akili hazifanyi kazi ilivyotakiwa. Hana maamuzi yanayotakiwa. Hana hisia alizotakiwa wenazo. Hana maono yaliyotakiwa. Yani anabakia kama limdoli. Sasa yule kuirudisha yeye mwenyewe hawezi, ila mnaweza mkamsaidia kuirudisha. Ndio ile Gwajima alikuwa anaita njoo, watu wanasema mwongo huyo. Wewe ndio mjinga, ujui Biblia. Mtu anakuambia nilikuwa nimefungwa chini ya daraja, sio nini, ila nyinyi mkoga mnaona anatembea. Kwa sababu ile inakuaga kwenye nafsi, haikogo kwenye nini, kwenye mwili, ila iko ndani yako, lakini kwa kwenye nini na